Kifo cha waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara kimezidisha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiusalama, huku kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo Assimi Goita akitoweka hadharani baada ya mashambulizi ya pamoja yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Kamara mwenye umri wa miaka 47 aliuawa katika shambulio la kujitoa mhanga nyumbani kwake mjini Kati, ngome ya kijeshi karibu na Bamako. Kwa mujibu wa serikali, aliweza kuwaua washambuliaji kadhaa kabla ya kufariki kutokana na majeraha yake, pigo kubwa kwa uongozi wa jeshi la Mali. Baada ya taarifa za kifo chake kusambaa, macho yalielekezwa kwa ukimya wa kushangaza wa Goita, ambaye hajaonekana wala kusikika tangu mashambulizi hayo yalipoanza. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa alikuwa katika mji wa Kati wakati mapigano makali yakitokea, kabla ya kuondolewa haraka kwa msafara wa kijeshi na kupelekwa katika kambi ya Samanko, kituo cha vikosi maalumu alichowahi kuongoza. Ingawa watu wake wa karibu wanadai kuwa yuko hai na salama, mahali alipo bado hapajulikani. Chanzo kimoja cha usalama kilisema Goita alitoroshwa kutoka mji wa Kati siku ya Jumamosi na yupo katika eneo salama, lakini kutokuwepo kwake hadharani kumezua hofu ya uwepo wa pengo la uongozi. Mashambulizi hayo yalifanywa na wanamgambo wa jihad wanaohusishwa na JNIM pamoja na waasi wa Tuareg kutoka Azawad Liberation Front, wakilenga vituo vya kijeshi, makao makuu ya Goita na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bamako. Ingawa mapigano makubwa yalipungua kufikia Jumapili, milio ya risasi iliendelea kuripotiwa katika eneo la Sevare. Waasi pia wanadai kuchukua udhibiti kamili wa mji wa Kidal, eneo muhimu kaskazini ambalo jeshi la Mali lilirejesha mwaka 2023 kwa msaada wa Urusi. Hali hii imefichua udhaifu unaoongezeka ndani ya utawala wa kijeshi wa Mali na kuibua maswali kuhusu mkakati wa usalama wa nchi hiyo. Wakati huo huo, nafasi ya Urusi inaendelea kuwa ya kutatanisha. Licha ya kuwa na takriban wanajeshi 2500 nchini humo chini ya Africa Corps, hakuna tamko la wazi lililotolewa. Ripoti zinaashiria kuwa huenda waasi wamekubaliana na kuondoka kwa vikosi vya Urusi kutoka Kidal, jambo linalotia shaka mustakabali wa ushiriki wao. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, watu wasiopungua 16 wanajeshi na raia wamefariki, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka. Wakati wanamgambo wakitangaza ushindi na waasi wakisonga kuelekea maeneo muhimu kama Gao, Mali inakabiliwa na mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi tangu mapinduzi ya mwaka 2020, mgogoro unaoweza kubadili mizani ya nguvu katika ukanda wa Sahel.